Leo mtaniwia radhi kidogo, sauti yangu si ile ambayo umeizoea. Kifua imekuwa vikinitatiza hizi siku 2-3. Lakini kuongea ni wajibu. Tutazungumza kwa sababu wengine kazi zetu ni kuzungumza tu, na nitazungumza. Nataka kuzungumza kuhusu rasmi kufikiwa kwa makubaliano ambayo baraza la mawaziri, naweza kusema la Israeli, ni rasmi limeidhinisha phase 1, yani usitishaji wa awamu ya kwanza. Na yalivyoanza haya mazungumzo, sikutarajia kama kutakuwa na hizi awamu, na sifahamu vigezo gani ambavyo walikubaliana wote kwenda kwenye makubaliano ya awamu, na sio kwenda kukubaliana katika vifungu vyote kwa pamoja, kwa sababu kukubaliana katika awamu ni moja ya mtego mbaya sana kwa upande mmoja, hasa upande wa Hamas. Huu ni mtego mzito zaidi kwa sababu mazungumzo ni mazungumzo, kukubaliana ni kukubaliana. Sasa hatujui huko mbele wenye mazungumzo watataka kwenda kwenye njia gani. Je, watataka kukubaliana au watataka kukataa, wabaki vile vile kwa waone kuwa hili sisi hatujakubaliana nalo? Ndio ilivyo. Amani iwe nawe. Peace be upon you. Assalamu alaikum. Wewe ni mzima wa afya bila shaka, unaendelea vyema. Tulizungumza kidogo jana na sasa tunazungumza tena. Tunazungumza katika kipindi ambacho ni rasmi usitishaji umeanza, baada ya baraza la mawaziri la Israeli na lenyewe kuidhinisha mpango huu ambao tayari ulikwisha kusainiwa kule Misri. Wawakilishi kutoka kwenye nchi mbalimbali akiwemo Donald Trump bado anaonekana kuwa anatamani au ana shauku ya kwenda Mashariki ya Kati katika kile ambacho anasema kushuhudia mateka kwa Israeli. Imebaki kuwa hivyo. Lakini tayari kumeanza kutokea taarifa za sintofahamu, na wasimamizi wa mazungumzo ambao walizungumza sana kule Misri tayari wameanza kuwasiliana kwa pande zote kutaka kurekebisha mambo ambayo yanaonekana kama yameanza kutoka nje ya mstari. Wawakilishi na wazungumzaji na wasimamizi wa mazungumzo waliokuwa kule Misri walisaini makubaliano vizuri, na Hamas ilitoa pendekezo la majina ya watu ambao ilikuwa inawataka. Ilitoa, na miongoni mwa majina kuna majina 6 yalitolewa ya watu wake ambao ilikuwa inawataka, hasa wanasiasa wake wakubwa wakiwemo kina Marwan Barghouti, Abdullah Barghouti, kina Sadat na wengine ambao imekuwa kama wanawahitaji sana kwa hivi sasa. Na majina hayo yalisainiwa na wote wakiwemo wakilishi wa Israeli, lakini Steve Witkoff wa Marekani alisaini hayo majina ya kuwa hawa ndio watatolewa. Sasa taarifa za ndani ya Israeli zinaonekana kuwa Israeli imekata majina mengi ambayo yalipendekezwa na Hamas yatolewe, na hii ni ishara ambayo inaashiria kuwa huenda utekelezaji wa mbele usiwe mzuri. Utekelezaji wa makubaliano huenda usifanyike katika njia ambayo iliyotakiwa, kwa sababu tayari mwanzo kabisa wa makubaliano, ukiukaji wa makubaliano unaanza. Kama walishakubaliana kwenye makubaliano yale, na watu waliopelekwa kwenda kusimamia alikuwepo ni Demar. Demar ni waziri wa mazingira wa Israeli na ni mtu wa karibu sana wa Netanyahu, ambaye amekuwa akipelekwa kwenye mambo muhimu kabisa. Yani ni mwandani wa karibu kabisa wa Netanyahu, ambaye kuwa maamuzi mengi anayochukua Demar ni maamuzi ya Netanyahu. Maana yake kuwa wakati Hamas wamepeleka majina aliyasoma, na bila shaka alimpa Netanyahu kuwa kuna haya na haya yamependekezwa, na mpaka wakakubaliana kuyasaini. Maana yake walikubaliana. Kitendo cha kwenda kutoka huku kurudi huku, unakata haya, unataka kile ukiweke wewe unachokiona, tayari ni sehemu ambayo sio ya kuheshimu makubaliano. Sasa hili ni moja. Sasa fezi moja ambayo imekubaliwa ni fezi ya usitishaji vita, fezi ambayo itaruhusu mateka wa pande zote mbili baada ya saa 72. Yani kwa mujibu wa Trump kuwa mateka wa Israeli wataanza kupatikana kati ya Jumatatu na Jumanne. Hii ni fezi ya kwanza, na Israeli itachora laini ya kwanza ya kutoka Gaza. Watasogea nyuma
kwa nje ya 55% ya ukanda. Yani maana yake watauachia ukanda kwa karibu 55%, 53 mpaka 55 watakuwa nje ya ukanda. Hii ni phase 1 ambayo inaruhusu hivyo, na misaada itaruhusiwa kwanza kuingia. Kuna maroli mengi sasa yapo kwenye mipaka, na kingine ambacho bado kimenishangaza kuwa licha ya makubaliano ya usitishaji wa vita, bado uidhinishaji wa misaada huko chini ya Israeli. Hata malori ambayo yanatakiwa kuingia hayako kwenye idhini ya nchi yoyote, yako kwenye idhini ya Israeli. Sasa huu ni usitishaji huo ambao utasababisha mateka kwa mujibu wa Trump wote waje kwa pamoja, yani waliokufa, walio hai, wote watolewe pamoja. Ni kitu ambacho tayari hata wakati kwenye mazungumzo walilijadili kuwa ni swala haliwezekani. Haliwezekani si kwamba haliwezekani kama wangekuwepo, haiwezekani kwa sababu ya mazingira. Idadi ya walio hai wanatajwa kama 20. Idadi ya ambao waliokufa wanatajwa ni juu ya 28. Lakini sintofahamu ya ndani ya Gaza ya kuwa nani alifia wapi, wakati gani, yuko wapi, amezikwa wapi. Maanake wanatajwa pia hadi wengine walizikwa. Kama walizikwa unahitaji ufukuaji. Sasa ni lazima iundwe timu maalum ambayo itaundwa, ambayo itashirikisha Marekani, Misri, Uturuki, Israeli, ambayo itaingia Gaza kwa ajili ya kazi maalum ya kunyanyua vifusi, kuanza kutoa mabaki na kuanza kupima kuchukua mabaki na kurudisha kwa ajili ya DNA, kuanza kuwatambua. Sasa huwezi ukasema kama kuwa mpango huu unaweza ukafanyika kwa saa 72 ambazo wamezikusudia. Maanake huu mpango utakwenda mbele zaidi. Sasa naposema ugumu wa mazungumzo ya awamu, kwa nini walikubali mazungumzo ya awamu? Kwa sababu unategwa kwenye mazungumzo ya awamu hali ya kuwa una dhamana moja. Unatoa dhamana katika mazungumzo katika awamu ya kwanza, na awamu zote zinahitaji utekelezaji na makubaliano. Mwenzako ambaye ye bado anachakushikilia na wewe huna cha kushikilia, utatumia ushawishi gani wa kumfanya aingie awamu ya pili ambayo wewe unaitaka, hali ya kuwa tayari huna dhamana? Hamas hawana dhamana nyingine baada ya kuachia mateka. Ndio ninaposema ugumu wa awamu ya pili utakuwa mgumu zaidi kwa Hamas, sio kwa Israeli. Kwa sababu Israeli kwa kukiuka makubaliano wao ni mabingwa, na Marekani kwa kufumba macho wao ni mabingwa. Marekani amesimama mara nyingi kuwa mdhamini wa mazungumzo ya Israeli na bila utekelezaji. Alisimamia mazungumzo ya Oslo zaidi ya miaka 3 sijui 4. Yakazungumzwa mpaka aliyasimamia kusaini. Akatumia gharama kubwa sana na akawa mdhamini. Lakini alipovunjwa akawa kama hana habari na hajui nani aliyeyavunja na hajachukua hatua zozote, ila amekuja kuchukua hatua kwa PA, amekuja kuchukua hatua kwa PLO kuwawekea vikwazo kuwa hawa ni kizingiti cha amani, na hawa wanaipeleka Israeli kwenye mahakama, na hawa wanatoa usaidizi kwa nchi ambazo zinaishambulia Israeli. Na yani wao hawataki amani. Yani aliyevunja makubaliano, ambaye sio tu kuvunja makubaliano, akasogea mbele zaidi, akachukua ardhi zaidi, akavunja kila kitu, hakuheshimu chochote kwenye makubaliano ya Oslo, hajawekewa vikwazo. Yule ambaye anaenda sasa kutafuta sheria kwa sababu ya kile kilichovunjwa, anawekewa vikwazo. So hii ni rekodi ya Marekani. Hii ni rekodi ya Marekani ya kumlinda Israeli katika hili. Sasa awamu ya pili ni ngumu sana kwa Hamas, kwa sababu Hamas watakuwa hawana bondi. Kiongozi wa Hamas Khalil al-Haya akiongea na vyombo vya habari jana, anasema kuwa wamepata uhakika na uthibitisho wa dhamana ya Marekani kwenye hili swala. Jamani, ni mara nyingi nimezungumza kuhusu dhamana ya Marekani. Dhamana ya Marekani ni useless, haifanyi kazi. Dhamana ya Marekani sio halisi, na dhamana ya Marekani iko kwa Israeli, haiwezi ikaenda kwingine. Sasa kama Hamas wanaamini dhamana ya Marekani ndio dhamana, sijui kuwa harakati zao za miaka, unajua Hamas walianza miaka ya 80 mwishoni kule. Kwa hiyo unaweza kusema kwa hesabia kuanzia mwanzo wa miaka ya 90. Kwa hiyo harakati za Hamas zaidi ya miaka 35 ambazo walikuwa wameanza nazo, kama wanategemea dhamana ya Marekani, hapo ni pagumu. Sasa phase 2 ugumu wake unakuja kuwa ni phase ambayo sasa inataka Hamas waweke silaha chini, na ni phase ambayo inataka Israeli iondoke iende kwenye line ya pili, kwa sababu kuna line 3. Line ya mwisho ni buffer zone, utakuwa mwisho huko. So Israel itakiwa iende line 2, Hamas wasalimishe silaha na vikosi vya kimataifa viweze kuingia. Hii ndio phase ngumu zaidi, kwa sababu
Hamas atakuwa akigoma hali ya kuwa hana dhamana. Na Israeli, washirika wa mrengo wa kulia ambao hivi sasa, unajua siasa ya Israeli ilivyo, miezi kama mitatu iliyopita baraza la mawaziri la Israeli au bunge la Israeli lilipiga kura ya kutokuwa na imani na waziri mkuu Netanyahu na akanusurika. Sasa kwa hivi sasa hakuna sheria yoyote inayolazimisha bunge lifanye hivyo la kumpigia kura Netanyahu ya kumuondoa mpaka miezi 6 ipite. Kwa hiyo Netanyahu ana wastani karibu miezi mitatu mbele ya kusurvive kwenye hili, kuwa hakuna mswada wowote utawasilishwa bungeni kusema kuwa tunataka tupige kura ya kutokuwa na imani na waziri mkuu. Haipo, kwa sababu mlishapiga na sheria inataka baada ya miezi 6, bado muda mrefu. Kwa hiyo hamna. Kitachotokea hivi sasa, hata wanaotaka mabadiliko ya serikali ni lazima ima walazimishe serikali kudondoka au Netanyahu agombane na washirika wake waamue kujiondoa kwenye serikali, na hapo rais aagize Israel kuwa sasa ni lazima uchaguzi ufanyike hivyo. Lakini vinginevyo kuwa Netanyahu anaweza kubaki, au anaweza akaamua Netanyahu baada ya kutaka labda natafuta uaminifu zaidi wa serikali niitishe uchaguzi. Ni kitu ambacho kigumu sana kwa Netanyahu, kwa sababu kama atavunja hivi sasa serikali na kwenda kwenye uchaguzi, hawa washirika wa mrengo wa kulia watajitenga naye na hatopata. Tunaweza tukashuhudia kile tulikishuhudia miaka kutoka 2019 mpaka 23. Israeli ilifanya uchaguzi zaidi ya mara 5 na Netanyahu alipewa fursa za kuunda serikali mara kibao na akashindwa kuunda serikali kwa sababu washirika wake wa mrengo wakati waligoma kujiunga naye kwenye serikali, mpaka akaja kuanzisha serikali hii ya kihafidhina ambayo imetoa washirika wa mrengo wa kulia. Kwa hiyo hilo tunaweza tukalishuhudia kwa, lakini hatutegemei kusikia Netanyahu kuwa anaitisha uchaguzi katika kipindi hiki. Labda itokee siju nini, lakini Netanyahu hawezi kuitisha uchaguzi. Ima itokee serikali idondoke baada ya kutokukubaliana na hao washirika wa mrengo wa kulia. Sasa washirika wa mrengo wa kulia wanasema kuwa haijalishi mateka wetu wametolewa, lakini kama Hamas itagoma kusalimisha silaha tutarejea kwenye vita. Tunakubaliana Netanyahu, ndiyo. Sasa awamu ya pili ambayo Hamas hawatokuwa na bondi, ndio awamu ambayo inawasukuma washirika wa mrengo wa kulia kuwa nendeni kwenye kutimiza lengo lenu, kwa sababu wao mateka sio hitaji lao. Hitaji lao kubwa lilikuwa ni ardhi ya Gaza na West Bank. Sasa hawana pressure ya ndani, kwa sababu pressure kubwa walikuwa wakipata ndani kwa sababu watu wanataka watu wao. Sasa watu wamesharudi, hatutaki chochote kutoka huko. Kwa hiyo Waisraeli wanaweza kusema malizeni sasa kazi, sasa hivi watu wetu wako huko, mnaweza mkaamua kuwa mmalize. Watu wa ndani wa Israeli wakamwambia hivyo. Kwa hiyo Netanyahu akapata uungaji mkono wa ndani kuwa endelea, lakini akabaki tu kuwa labda na shinikizo la Marekani. Shinikizo la Marekani nimelizungumza mara kadhaa. Trump si mtu wa kumwamini. Trump yupo kwenye kashfa ya Epstein. Kashfa ya Epstein inashikiliwa na Mossad. Mossad wanajua wamemblackmail kitu gani, na ndio maana Trump anaweza akaamua kufumba macho tu kwa vyovyote vile. Sasa tunaweza tukashuhudia mambo mabaya kabisa yanayokuja huko mbele, na haya makubaliano si suluhu ya hiki kinachotokea, lakini tunaweza tukapata tu kupumua kwa muda. Sasa phase 2 ni phase ngumu kwa upande wa Hamas kuliko kwa Israeli. Hatujui nini kitakuja kutokea. Dhamana ya Marekani ni dhamana dhaifu kabisa ambayo haina uhakika kote. Haijalishi wale walioihamasisha Hamas imalize, haijalishi Hamas wenyewe walichojiaminisha kuwa tunayo dhamana ya Marekani. Donald Trump jana akiongea na Bibi Netanyahu amemwambia kuwa huu ni mwisho wa vita na huwezi kupigana na ulimwengu. Hayo maneno ameyasema. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Sari alisema jana akiongea na vyombo vya habari, alikuwa anaongea na Fox News, kuwa ikiwa mateka wetu wote watarudishwa na hilo wakasalimishwa, basi nafikiria kuwa vita itakuwa imefika mwisho. Lakini hizi ni kauli za wanasiasa. Ukimchukua Gideon Sari sio aina ya wanasiasa wa mrengo mkali wa kulia, na ndiyo maana wakati Yoav Gallant amefutwa kazi kama waziri wa ulinzi, nafasi ya waziri wa ulinzi alikuwa anapewa Gideon Sari, kwa sababu Gideon Sari hakuwa kwenye serikali. Gideon Sari alikataa nafasi ya waziri wa ulinzi kutokana na aina ya serikali iliyopo. Akasema siwezi kushika nafasi hiyo kwa sababu ni nafasi ambayo ni ngumu, ambayo ni nafasi inalawama, nafasi ambayo kuwa kiasi kikubwa huelewani na raia, kwa sababu raia hawataki vita. Sasa ukichukua kauli hiyo, na ndio maana ikapelekea Gideon Sari akapelekwa kwenye nafasi aliyokuwa Israel Katz ya waziri wa mambo ya nje, na waziri wa mambo ya nje Israel Katz akarudishwa kuwa waziri wa ulinzi. Gideon Sari akabaki kuwa waziri wa mambo ya nje. Sasa kauli ya Gideon Sari haiakisi kauli za viongozi wa mrengo wa kulia ambao misimamo yao ya kina Bezalel, misimamo ya kina Itamar, misimamo ya kina Israel Katz mwenyewe
lakini huwezi kusema kuwa hii ni misimamo kama ilivyo ya Gideon Saar. Kwa hiyo huwezi kuchukua kauli ya moja kwa moja kuwa hili halitotokea, linaweza likatokea. Asanteni.